mwamuzi Abdalla Mwinyi Mkuu amefanya makusudi kwenye tukio la kuwanyonga Namungo, liko wazi kabisa. Yaani mimi ni mtu wa black and white, sitaki kupindisha. Watu wengine wanasema haikuwa penalty kwa sababu umetoka nje, sijui amefanya nini. No, tukio la mwisho lile kumalizia ndani ya boksi. Kwa hiyo yani Namungo walistahili kupata zawadi ya penalty. Kwenda kukosa la mwamuzi tunaweka kwenye kosa la mwamuzi aliyefanya tendo la makusudi kabisa, sio makosa ya kibinadamu. Lile hawezi kuwa kwenye kosa la kibinadamu. Kwa sababu gani? Maana yake ni nini? Mwamuzi amewaua Namungo kupata matokeo kwenye ule mchezo. Huenda Namungo ule mchezo wangeshinda, Yanga wangefungwa kwenye ule mchezo, kwa sababu walikuwa hawaonyeshi kama wangeweza kushinda. Kwa Mungu aliyetuumba, aliyezifanya mbingu na ardhi, ni kwa sababu ya uzima ambao niko nao, afya. Mimi una mstari moja na uchoraga kati ya mzima, katikati ya mtu aliye hai na aliyekufa. Wote walikuwa na haki ya kuwa wazima waliokufa, na hata wazima pia wana haki ya kufa, kwa sababu ndivyo walivyoandikwa. Lakini kama wewe una neema ya kuwa mzima, ni jambo la kumshukuru Mungu. Mimi neema hii nimeipata, lakini kuwa na afya pia. Kuna mstari wa watu ambao kwa hospitalini, sio kwamba amependa na mimi sio kwamba ni bora sana kwamba siwezi kwenda hospitalini. Kwa hata neema hii ambayo Mungu amenipa ya kuwa na afya pia ni jambo zuri sana. Swala la kuwa na amani na kutokuwa na amani pia ni jambo ambalo ni la neema, kwa sababu kuna wengine anaweza kana kila kitu ambacho unakitamani kuwa nacho lakini hana amani. Mimi na amani, namshukuru Mungu. Kwa hiyo shukrani kwa Mungu aliyeniumba, nasema asante, na naombea wale ambao katika changamoto wapate ahueni na maisha yaendelee kwa mazuri. Tushukuru kwa sote na tuombee kwa sote ambao wako taabani hivi sasa katika kipindi hiki cha Kwaresma pamoja na mzunguko wa Ramadhani. Amina. Ndugu yangu, sasa tuelekee katika michezo. Tumewashuhudia Young Africans wakitupa karata yao kule Lindi dhidi ya Namungo, na Young Africans walipata ushindi kwa goli moja kwa mkwaju wa penalty ambao wamefunga Deka. Lakini kuna mchezo mwingine pia ulichezwa majira ya saa 3 pale Jamhuri, Simba Sports Club dhidi ya Prison. Simba Sports akashinda bao 2 kwa 0. Michezo hii inatupa taswira kuelekea katika mchezo wa ndani, kuanzia kwa Young Africans, namna matukio yaliyotokea kiwanjani, kianza na mkwaju wa penalty, mazingira ya penalty na kile ambacho Namungo wanadai kuwa wameonewa, hasa kupitia kwa Mgunda, kocha wao, kwamba referee alistahili kuwa man of the match kwa kuwa yeye ndio aliamua mchezo. Sure kabisa, yani referee alistahili kuwa man of the match. Nadhani ndio man of the match, kwa sababu hata mjadala mkubwa sasa hivi tunamjadili referee kwa yale ambao wameyafanya. Ukiangalia Yanga ambayo imecheza na Namungo, unaweza ukaiona Yanga ambayo ni kama imedrop kiuwezo, umeelewa? Yaani ni kama Yanga ambayo imeshuka kwa uwezo wake. Lakini ukiangalia tu Yanga kama imeshuka kwa uwezo wake wa uchezaji, utakuwa unaikosea adabu Namungo ambayo inatakiwa kusifiwa kwamba walicheza vizuri, kwa maana ya kuwajua Yanga na tabia zao, namna gani ya kuwakaba. Unajua wakati Daudi anampiga Goliati, si ndio? Watu wengi walikuwa wanahisi Goliati alikuwa hana uwezo wake wa kupigana umeisha, lakini wenye akili wakarudi na kumsifia Daudi kwamba Daudi aliona uimara wa Goliati, akatafuta namna ya kumpasua Goliati. Umeelewa? Lakini tukianza kuzungumzia kuhusiana na Yanga na Namungo, hata kabla ya mchezo kila mmoja alikuwa anaona kwamba Yanga alikuwa na nafasi kubwa, kwa maana ya kabla ya mchezo wa kushinda kabla ya Namungo. Kwa maana tukirudi kumsifia kocha Mgunda, ni kwamba alipiga mahesabu yake vizuri, namna ambavyo anaweza kuwadhibiti Yanga. Hata kama hatashinda mchezo, basi asipoteze kwa magoli mengi, na kama akipata bahati basi autumie ile mchezo pia kushinda. Alienda kuangalia mapungufu ya Yanga, uimara wake, ni wachezaji gani ambao ni watumie, na katika matumizi hayo utaona jinsi ambavyo Yanga walikuwa hawawezi kuonekana kwenye ubora ule ambao watu waliutegemea. Pengine walitegemea kwamba Namungo angepiga goli 3, 4, 5 hivyo, lakini Mgunda kama kocha bora aliweza kutazama namna ambavyo anaweza kwenda kuzuia, kwa maana ya uhatari wa Yanga, na yeye pia akajaribu kuingia kwenye mfumo wa kutaka kufunga na vitu vingine kama hivyo. Lakini tukianza kuzungumza ubora wa wachezaji wa Yanga, tutaanza kuzungumza pia kwenye eneo la ulinzi, tukiangalia eneo la kiungo na ushambuliaji.
walicheza kawaida sana, tofauti na jinsi ambavyo Yanga tunaifahamu. Walicheza kawaida sana, na ndio maana kwa upande wa Namungo walicheza kwa kuwadhibiti. Nadhani kukosekana kwa Pacome Zouzoua pia kulipunguza uhatari sana kwa Yanga, kwa sababu Pacome Zouzoua uwepo wake tu uwanjani, ubora wake uliokuwa nao unaanza kuwatisha watu tu uwepo wa Pacome Zouzoua. Lakini katika wachezaji ambao niliwaona jana kwenye mchezo Yanga dhidi ya Namungo ni mchezaji Maxim pia Nzengeli, alicheza vizuri sana, isipokuwa sasa ukawaida wa baadhi ya wachezaji ndio ulimfanya kwamba kwa maana ya Maxi asionekane jitihada zote alizozifanya. Kama sio goli la penalty, Yanga wasingeweza kufunga goli lingine. Kumbuka acceleration ambayo ilisababisha likatokea penalty ni Maxi huyo alikuwa ametoka pembeni anakimbilia kwenye box, umeelewa? Ndo kipindi ambacho beki wa Namungo akaenda kupitisha mguu, ambapo mwamuzi akatafsiri kama ni penalty. Lakini kwenye matukio mengi Yanga kwenye uhatari, ukiangalia mchezo kama uliangalia ule mchezo, utaanza kuona kwamba Yanga hakufanya matukio mengi ya hatari. Matukio mengi yalikuwa ya kawaida. Zaidi utakuwa nakumbuka labda ni shuti ambalo alikuwa mchezaji gani? Alipiga shuti ambalo golikipa wa Namungo alilipangua na alionyesha ubora wa kulipangua, ulikuwa unaingia. Nadhani atakuwa ni Max huyo. Alipiga mpira ambao kaenda akaupangua juu. Zaidi ya ule mchezo mwingine hakuonekana tena. Yani Yanga hawakuonyesha tena uhatari wowote ambao ulikuwa umeendelea. Lakini tukiangalia kwa upande wa Namungo, unaweza ukasifia approach game jinsi alivyoiweka na jinsi ambavyo walikuwa wanashambulia. Sasa tukirudi kwenye maamuzi ya mchezo wenyewe, tunaweza kuangalia kwamba refa aliuharibu mchezo kutokana na tukio ambalo aliwanyima Namungo kupata penalty. Mapema sana. Ni penalty ambayo ilikuwa clear kabisa. Kuna baadhi ya wachambuzi nimewaona na nimeona ni wachambuzi wanajaribu kupindisha ukweli wa ile penalty, kwamba ilitakiwa iwe faulo ya kawaida nje ya 18. Ile ilikuwa ni penalty kabisa. Kwa sababu ukiangalia, kwa nini tunasema penalty? Penalty haiangaliwi mchezaji, kwa maana Damaro kumshika bega mchezaji wa Namungo, umeelewa? Kinachoangaliwa ni tukio la mwisho ambalo ni action ya penalty ilikuwa ni nini. Wakati Damaro anamshika bega mchezaji wa Namungo, ilikuwa ni nje ya 18, alikuwa na mdisturb, ambayo haiwezi kuwa kosa kumshika bega kwamba ikawa penalty kumshika bega au faulo. Hapana. Pale ambapo waliingia ndani ya box, si ndio? Ndipo ambapo Damaro Mohamed Damaro akamshika ule mchezaji kwa nguvu na kumrudisha kwa nguvu chini. Ile ndo action ambayo ina define nini penalty. Sasa watu wanapindisha kwamba ilikuwa sio penalty hata kama mwamuzi angeamua kuiruhusu itakiwe icheze nje ya 18. Sio kweli. Tukio la penalty linatokana na tukio la mwisho. Yaani action ilifanyika wapi ambayo ina define kwamba ilikuwa ni penalty. Ni pale ambapo mkono ulienda kutumia nguvu ya kumfanya mchezaji ashushwe chini. Kwa hiyo mimi kwangu ilikuwa ni penalty ambayo mwamuzi Abdalla Mwinyi Mkuu aliwanyima clear penalty Namungo FC, na itakiwa Damaro apewe kadi ya njano, kwa sababu pia hakukuwa na wachezaji na hakuwa mchezaji wa mwisho. Kulikuwa na wachezaji wengine mbele. Haitakiwa pewe, yani Namungo wazawadiwe penalty na Damaro apate kadi ya njano. Kwa hiyo kama Yanga wasingepata ile penalty nyingine ya kwao, manake ingekuwa ni sare mchezo. Yani manake Namungo angekuwa amepata penalty, wangefunga. Yanga na penalty aliyoipata ingekuwa nini? Ingekuwa sare 1-1. Lakini kama Namungo wangepata ile goli, huenda Yanga wasingefunga goli, kwa sababu mwendo wa mchezo pia ungebadilika. Sio kama unaelewa. Maana yake ile tukio lilotokea, kama lingeenda kuchukuliwa bwana, mpira unapeleka kwenye box, unapiga penalty, ni tofauti na mzunguko ambao mwamuzi aliruhusu kwamba mchezo uendelee. Sio, unanielewa? Maana yake ni nini? Mwamuzi amewaua Namungo kupata matokeo kwenye ule mchezo. Huenda Namungo ule mchezo wangeshinda, Yanga wangefungwa kwenye ule mchezo, kwa sababu walikuwa hawaonyeshi kama wangeweza kushinda. Kwanza mwalimu Pedro Gonçalves
ana makosa jinsi ya kubaki kikosi chake. Kosa la mwamuzi tunaliweka kwenye makosa ya kibinadamu. Kosa la mwamuzi tunaweka kwenye kosa la mwamuzi aliyefanya tendo la makusudi kabisa, sio makosa ya kibinadamu. Lile hawezi kuwa kwenye kosa la kibinadamu. Kwa sababu gani? Kwanza, unapouona uwanja wa mpira wa miguu kuna zoni ambayo inahusu mwamuzi msaidizi, sawa, kwa maana vibendera wale assistant referee. Kuna eneo ambalo linamhusu refa mwenyewe, yaani sehemu ile ambayo mwamuzi asimami, sawa, yaani mwamuzi anakuwa upande huu, sawa, upande huu na upande huu. Kuna eneo la huku ambako mwamuzi asimama na eneo la huku ambalo mwamuzi asimama, kwa maana mwamuzi msaidizi. Haya maeneo yote haya ni maeneo ya mwamuzi mkuu kupita kwenda kuhakikisha kila tukio linakuwa chini yake. Lakini kuna maeneo yale ya katikati pale nje ya 18, sawa, yale matukio ambayo yanahusu eneo ambalo linaangalia goli, ile ni eneo moja kwa moja na nani la mwamuzi, iwe ni upande wa huku upande wa huku. Kwa upande wa huku kushoto unaweza ukahitaji usaidizi wa kibendera, kwa maana mwamuzi msaidizi, kwamba huenda naye ameangalia kwa umakini akaona kuna tofauti, labda kwenye offside naangalia kwenye line, lakini kwenye tukio ile zone mwamuzi mkuu wa katikati inawezekana ukasema hili sikulizingatia sana, kwa sababu kulikuwa nahitaji mtu wa kusaidiwa. Lakini pia kwa nini ile tunasema ni kusudi kabisa la mwamuzi? Kwa sababu mwamuzi yuko nyuma, lile tukio halijafanywa kwenye sehemu ambapo kumezuiliwa. Lile tukio limefanywa sehemu ambapo mwamuzi utaona kwanza ni tukio ambalo linahusu mkono, ule mkono ambao mwamuzi unaona kabisa naenda kumdisturb mtu kwenye bega, si unaelewa? Sasa mwamuzi alikuwa anaangalia nini wakati ule? Mtu amemshika kwenye bega, maana yake ni sekunde zaidi ya 10 jamaa kamshikilia kutoka nje mpaka anaenda kulimaliza tukio ndani ya box, anamkandamiza. Mwamuzi muda wote lazima uangalie, na alikuwa nyuma ya nani? Nyuma ya nini? Ya mchezaji. Anaangalia tukio linaenda mpaka move inatokea. Mwamuzi amefanya makusudi, yani Abdalla mwenye mvua mwenye mkuu amefanya makusudi lile, naamini kamati ya waamuzi wanaweza kuiangalia katika matukio ambayo ni ya mwamuzi kuto kutafsiri mchezo kimakusudi, lile tukio linaingia, kwa sababu wewe unaona sekunde ya kwanza, yani sio kama mtu amepiga kiatu basi imeshaisha tukio. Unamwona mtu kashika anatembea mpaka anamaliza tukio. Maana yake wewe usione kama ukuona mwanzoni, maana yake umeshindwa kuona mwishoni. Kama uliona mwanzoni unaona action, maana yake yule ndo kamalizia mwishoni tukio lile. Kwa hiyo mimi kwangu mimi naweka black and white. Mwamuzi mwenye mkuu Abdalla mwenye mkuu amefanya makusudi kwenye tukio la kuwanyonga Namungo, liko wazi kabisa. Yaani mimi ni mtu wa black and white, sitaki kupindisha. Watu wengine nasema haikuwa penalty kwa sababu umetoka nje, sijui amefanya nini. No, tukio la mwisho lile kumalizia ndani ya boksi. Kwa hiyo yani Namungo walistahili kupata zawadi ya penalty. Kwenda kukosa penalty unaweza kukosa ukapata. Kikubwa itakiwa pewe penalty. Wakose wao wakapate wao, yote inaweza katokea, kwa sababu Djigui Diarra ni golikipa bora, inawezekana angepangua, lakini mwenye mkuu itakiwa yeye awe ni refa ambaye anaenda kutimiza majukumu yake, sio? Unanielewa vizuri? Kwa hiyo mimi binafsi nimeona kitu ambacho kimefanyika, yani akifurahishi, hasa kwa marefa ambao wanafanya makusudi kama yale. Mimi binafsi ninaona akikubariki, yani nataka hatua zichukuliwe, kwa sababu hizi timu ndogo wakati mwingine inaweza kashuka daraja timu, sio kwa sababu imeshuka kwa sababu haikucheza vizuri. Ilishuka kwa sababu kuna mtu aliionea. Si kama unanielewa? Kuna timu inaweza kukosa ubingwa, sio kwamba ubingwa imekosa kwa sababu hawana timu bora, kwa sababu iliminywa. Na kuna timu inaweza kupata ubingwa, sio kwamba ilikuwa bora uwanjani, kwa sababu ilipendelewa. Ndio vitu ambavyo mimi sitaki kuviona. Kwa hiyo inawezekana mwisho wa siku ikaja dakika za mwisho, bwana, timu inayotaka kushuka Namungo pia imo. Maana yake kocha mwenye mkuu Abdalla mwenye mkuu atakuwa amesababisha